Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nukuu ya pili na wiwa kuzungumza nanyi kina mama na Watanzania wote kuwa kumekuwa na kasumba inayoendelea kukua kwa kasi sana ya watu kunyamaza kimya kwenye mambo ya msingi. Mathalan, katika hali ya sasa ambayo vitendo vya utekaji vimeshamiri, mashuhuda wengi wanaishia katika kuchukua picha mjengeo au video na hakuna msaada mwingine wowote wa ziada. Mambo haya yote yanatisha sana. Tulizoea kuyaona kwa majirani zetu tu, lakini sasa yapo hapa nyumbani. Ile tabia ya jamii kupiga yowe kwenye mambo ya hatari tumeiacha, na hivyo kuwapa maadui zetu kuendelea kututeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hilo, nimeona nizungumzie kidogo kuhusu tatizo la ajira nchini. Kina mama wenzangu, nadhani wengi wetu tunalia na tatizo la ajira nchini kwa watoto wetu. Wazazi tunatumia fedha nyingi sana kuwapeleka watoto shuleni au vyuoni. Wengine wamefilisika kabisa, hawana matumaini tena ya kuja kufaidi matunda ya watoto wao. Mikopo ya kibiashara imekuwa changamoto, na hata wengine waliopata nafasi ya kujitolea wanajitolea kwa miaka mingi bila ya kuajiriwa. Nchi iko kwenye mkwamo mkubwa, hakuna viwanda, hakuna mikakati mizuri ya kuwa na viwanda vya ndani. Hata viwanda vidogo vidogo vilivyopo, wawekezaji hasa wa China wanafanya kazi mpaka za usafi. Nyewe ni mashuhuda, hata mitaani kwetu wengine tunaishi nao kwenye nyumba za kupanga. Wapo wa China wanaodiriki kufanya kazi mpaka za wapiga debe kwa kunadi biashara. Ndugu zangu, mambo haya yote yanatokea kwa kuwa mifumo ya serikali imepatwa na kiharusi na sisi tumeinyamazia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoelekea kipindi hiki cha uchaguzi ndipo tutakapoona CCM wakija majumbani mwetu na vijizawadi vya simu. Vijizawadi hivi na ahadi lukuki tumekuwa tukipewa miaka tangu ya uhuru na baada ya uhuru. Sasa ni wakati wa kuwakataa hadharani. Uwezo wetu wa kusema hapana kwenye sanduku la kura, basi tuanze kuweka mbele ya Mwenyezi Mungu sasa, ili tuwakatae kama vile tunavyomkataa shetani. Kesho ya watoto wetu, kina mama wenzangu, itaamuliwa na maamuzi mazuri tutakayoyafanya leo.